tulikuwa na semina na wadau mbalimbali wakiwepo watendaji wa kata, watendaji wa vijiji pamoja na wenye viti wa vijiji na baadhi ya wananchi kuwapa elimu kuhusiana na kodi ya jengo. Kodi hii sio ngeni sana kwetu, maana kwa sasa hivi inakusanywa zaidi kupitia ruku. Kwa wale wateja ambao, kwa wale wananchi ambao wana umeme huwa wanakatwa kupitia ruku. Sasa kuna wananchi ambao baadhi wao hawana umeme, na maana kodi ya majengo hawalipi. Kwa leo hii tuko hapa kuhakikisha tunawajengea uwezo hawa wadau ili waweze kuwa wajumbe kule kwa wananchi, kuwafikishia taarifa, lakini pia na wao wenyewe kuwa sehemu ya ukusanyaji wa kodi hii pamoja na kutuletea taarifa sambamba na takwimu ili kutengeneza kanzidata kwa ajili ya kodi ya majengo. Unafikiri kuna umuhimu wote wa kuwapa elimu au wadau, na kama kuna umuhimu huo, unafikiri litawasaidiaje nyinyi ili zoezi endapo watakuwa wamepata elimu kama halmashauri? Umuhimu wa kuwapa elimu upo kwa sababu hii kodi ni kodi shirikishi. Kodi shirikishi ni kwa sababu kwanza ina involve wananchi wengi. Kwa kama ina involve wananchi wote, ina maana wale wananchi kule wana viongozi wao. Ili kurahisisha zoezi hili la ukusanyaji, lazima wale viongozi tuwatengenezee awareness, waweze kuwa na ufahamu, waweze kujua, waweze kutambua, ili kusaidia kuhamasisha wananchi. Naitwa Christian Giroche, afisa mapato halmashauri Buchosa. Katika mafunzo haya tumeita watu wa aina mbalimbali, tumeita watendaji wa kata, watendaji wa vijiji pamoja na wenye viti wa vijiji. Zoezi kubwa lilikuwa ni kuelimisha watu namna gani ya kukusanya kodi za majengo pamoja na takwimu zake. Lengo kubwa la serikali ni kujua kwamba halmashauri ina majengo kiasi gani ambacho inaweza kukusanya kodi zile kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Hapo awali kodi imekuwa ikikusanywa na taasisi ya umeme, shirika la umeme Tanzania, TANESCO, lakini kwa mgao ambao unarudi kwa 20%, TAMISEMI imeona kwamba hii bado haijaridhisha. Kwa hiyo lengo kubwa lililofanyika hapa ni kupata kanzidata sahihi ambayo itatusaidia sisi kujua kwamba kwa halmashauri hii tunastahili kupata kiasi gani ambacho ni 20% narudi katika halmashauri kwa mapato ya ndani. Sasa kusudi kubwa la kodi hizi kurudi hapa ni kwamba inatusaidia kuendesha miradi mbalimbali, kuendesha vikao mbalimbali ambavyo vyote ni kwa ajili ya taasisi. Kwa hiyo tumetoa elimu hii ambayo tunaenda kuanza kuitekeleza kwa wiki ijayo. Tumefanikiwa kutoa mafunzo kwenye kata mbili ambao ni kata ya Nyeunge na kata ya Bukokwa, na zoezi hili ni endelevu. Tutafanya kwenye kata zingine zijazo ili tuweze kusanya mapato kwenye hii kodi ya majengo.